You are watching to BW Media. Stay informed. Karibuni kwamba Mwenyezi Mungu, na sasa tupate masomo haya tunajadili zaidi upendo wa Mungu kwetu. Hali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa BW Media? Karibu tena katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Nipende kushukuru sana kwa pekee wewe mtazamaji ambaye umedumu kuwa pamoja nasi mwanzo wa robo hii tulipoanza somo la kwanza na mpaka leo tunapohitimisha somo la 13. Mungu aendelee kukubariki sana. Nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji, tulikuwa na somo zuri kabisa robo hii. Tulikuwa tunaangalia masuala mazima ya upendo na haki ya Mungu. Tumeangalia masomo kadhaa yaliyopita na leo nikukaribishe tena mpenzi mtazamaji tunapoendelea mbele. Somo la mwisho kabisa katika robo yetu hii ya kwanza. Tuna somo la 13 lenye kichwa kinachosema upendo ni utimilifu wa sheria. Karibu mtazamaji na msikilizaji uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na leo utakuwa nami mtangazaji wako Miriam Wesau, lakini pia studio nitakuwa na wachambuzi wangu wa masuala ya imani. Niko na Pastor Ponduru, lakini pia nitakuwa na Dr. Martin Maduhu. Hao wote watakuchambulia kwa undani kabisa mada ya siku ya leo. Nikukaribishe tu udumu kuwa pamoja nasi na uendelee kumwalika ndugu, jamaa na jirani yako ili muweze kubarikiwa wote kwa pamoja. Na nikukumbushe tu uweze kuwa na mwongozo wako wa kujifunza Biblia hapo pembeni ili tunapokuwa tunajadili uwe unafuatilia na upate kwa uzuri kabisa na Mungu aendelee kukubariki. Na fungu tutakalo kuwa nalo juma hili linatoka katika kitabu cha Warumi 13 na ule mstari wa 8. Linasema, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Nipende kukaribisha tu tunapoenda kufungua mwongozo wetu mjadala wetu huu. Nimkaribishe Pastor aweze kutufungulia kwa ombi kabla tujaanza. Karibu. Ombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa kuwa umeturuhusu tena wakati huu tuweze kujifunza neno lako. Watazamaji wa kipindi hiki umuongoze kama utakavyotuongoza sisi katika kusimamia kipindi hiki. Roho wako na tawale katika mioyo yetu sote kwa jina la Yesu, amina. Amina. Nipende kuwakaribisha. Karibuni sana. Na kama tunavyojua tumetembea na nyie robo nzima hii na leo tunaenda kuhitimisha somo letu hili kwa kishindo kabisa. Ninaamini mtazamaji anayetufuatilia kuna mambo ambayo yataondoka nayo katika siku ya leo. Na tunapoendelea sasa, kabla tujaanza na somo letu, Dr. unaweza kutupitisha kwa ufupi ni vitu gani au mada zipi tulizokuwa tunaziangalia katika lesoni yetu hii yenye kichwa kinachosema upendo na haki ya Mungu? Karibu. Asante sana. Upendo na haki ya Mungu katika robo hii nzima, kwa maana ya kwamba kwa majuma 13 tumekuwa katika masomo haya mazuri yenye kichwa kikuu kinachosema upendo na haki ya Mungu. Dhima zilikuwa kuu mbili, dhima ya upendo na dhima ya haki. Katika vichwa vidogo vidogo kila juma ndani ya hayo majuma 12 tulikuwa na masomo mazuri sana yaliyoelezea upendo wa Mungu na haki ya Mungu. Na kwa ufupi, ikiwa mtazamaji alipitwa na somo lolote hapo, anaweza kurejelea tu katika masomo ambayo yapo pale BW Media, ataweza kupata kwa undani kabisa mada hizi. Ila kwa ufupi, ndani ya mada hizi za upendo na haki ya Mungu zipo pointi ambazo natamani mtazamaji aweze kuondoka navyo kabla hatujakwenda kutamatisha katika somo hili la leo. Pointi ya kwanza ilikuwa ni kwamba upendo wa Mungu huwa hauna masharti, hauna mipaka na hauna sababu wala vigezo vyovyote. Pointi ya pili ni kwamba upendo wa Mungu ulikuwa kwa ajili ya mahusiano mema ya mtu pamoja na muumba wake. Pointi ya tatu ilikuwa ni kwamba inawezekana kabisa hata katika ulimwengu uliojaa dhambi mwanadamu akaweza kumpendeza Mungu.
lakini kumpendeza kunakuja kwa utii na uaminifu na unyenyekevu kwa Muumbaji. Pointi ya 4 ilikuwa ni kwamba Mungu wetu ni mwingi wa huruma, ni mwingi wa shauku na yupo tayari kumpokea mtu yeyote hata kama ametanga mbali vipi. Pointi ya 6 ilikuwa ni kwamba licha ya kwamba upendo wa Mungu hauna mipaka, hauna kipimo, lakini upendo huo huenda sambamba na haki, na kwa namna ya haki ndipo ule uovu utaweza kukomeshwa na utaweza kupatiwa ujira wake. Na pointi ya 7 ilikuwa kwamba uovu ndio ulichafua tabia halisi ya upendo wa Mungu, na kuna tatizo la uovu ambalo mimi na wewe mwanadamu tumekuwa tukiathirika na tatizo hili. Na pointi nyingine ilikuwa juu ya majaliwa, kwamba Mungu anajua kila kinachotokea na ni mwenye enzi, mtawala halali. Sema chaguzi zetu ndizo zitaweza kuamua kwamba tutabaki katika majaliwa makamilifu na matakatifu ya Mungu au upendo wa Mungu utakuja kuturekebisha tena. Na pointi nyingine ni kwamba katika upendo huu, katika sura iliyochafuliwa na uovu, ni kwamba liko pambano linaloendelea nyuma ya pazia, pambano la nafsi tusilolijua, lakini tukiwa kama watoto wa Mungu, tukiwa kama wanadamu, si wahusika wa moja kwa moja. Pointi nyingine ambayo tulikuwa nayo katika mada hizi ni masharti ya pambano. Ni namna gani kuna vizuizi amewekewa huyu muovu na shetani juu ya watu wa Mungu, na namna gani ya kushinda pambano hili, ambapo tuliona namna pekee ya kushinda kujua vita tunavyopigana, kuvaa silaha na kumpinga yule muovu. Lakini tukaja sasa katika namna ambavyo upendo unadhihirishwa, namna ambavyo haki inadhihirishwa. Ndipo tukaja tukaona msalaba ulionyesha upendo na haki katika muktadha mzuri kabisa. Na somo lililotangulia kabla ya leo tuliangalia upendo na haki. Tunarudi sasa katika mada zetu kuu. Ni kwa namna gani upendo na haki inabaki kama msingi wa mamlaka na serikali ya Mungu. Na leo tunapokuwa tukitamatisha, tutakuwa na somo zuri linalosema upendo ni utimilifu wa sheria. Upendo ni utimilifu wa sheria. Na katika somo hili tutaangalia sasa kwa undani ni kwa namna gani upendo unaweza kuitimilisha sheria. Ni kwa namna gani sheria ya Mungu imekuwa ikijengwa katika upendo. Na nimkaribishe mtazamaji aweze kutembea pamoja nasi, na natumaini mwisho wa mada hizi tutakuwa tumeelewa kiundani zaidi kwamba upendo na haki ya Mungu ni kwa maslahi mapana zaidi ya sisi tulio wanadamu. Asante sana kwa uchambuzi huo kwa ufupi kabisa kuhusiana na mada za somo hili tuliokuwa tunatembea nalo. Somo la robo ya kwanza hii ndani ya miezi mitatu tumekuwa na mada hizo, mpenzi mtazamaji. Na sasa nimkaribishe Pastor sasa tupitishe kwenye utangulizi hapa katika somo hili la juma hili. Kwenye mada hii hapa unaona kwamba kilichobeba kabisa muktadha wa somo la juma hili ni upendo na sheria, vitu viwili ambavyo ni havitenganishwi kwa sababu asili yake ni Mungu. Kwenye kipengele hiki hapa tunaona kwamba ikiwa upendo kwa hakika ni utimilifu wa sheria, tunapaswa kuwa waangalifu tusifikirie sheria kwa njia ambayo inatenganishwa na upendo, au kufikia upendo kwa njia ambayo unatenganishwa na sheria. Hivi vitu viwili vinaweza vikatengana, isipokuwa vitu hivi vyote viwili vinakaa pamoja. Sheria ya Mungu si seti ya kanuni za kufikirika tu, bali ni amri na maagizo yanayokusudiwa kwa ajili ya ustawi wetu. Sheria ya Mungu kwa ujumla wake ni udhihirisho wa upendo wa kama Mungu mwenyewe anavyoudhihirisha. Kwa mfano, tuliangalia somo lililopita kwamba kuna kitu kinaitwa amri 4 za kwanza ni uhusiano wetu na Mungu. Amri 6 za pili ni uhusiano wetu sisi wanadamu.
Lakini vyote hivyo vinaelezea upendo kati ya Mungu, upendo kati ya mwanadamu. Kwa hiyo upendo ni utimilifu wa sheria, kwa maana sheria imebebwa katika upendo, na kupitia vitu hivi ndipo tunamjua Mungu kwa ukamilifu kabisa. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji apate kulijua hilo pia, upendo na haki vinaenda sambamba, na tunaona hivyo kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye mtoa sheria, na Mungu mwenyewe tunaona ni pendo, ni upendo. Kwa hivi vitu vinaenda sambamba, huwezi kuvitenganisha kabisa. Daktari, tunakuja kuona sasa hapa tunaona hii habari ya upendo na sheria. Sasa unaweza kutuelezea kwa ufupi sheria hii ya upendo inahusu vitu gani hasa na inahusianisha mambo gani tunapoizungumzia? Naam, asante sana. Tunapozungumzia sheria ya upendo, ikiwa kuna mtazamaji tumemwacha nyuma, ni kwamba upendo na sheria ni kweli vinaenda pamoja. Katika fungu ambalo tumeliona pale awali, ambalo ndilo tutatembea nalo, kwamba msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Sheria hii ipo katika Kutoka, ile sura ya Kutoka 20 kuanzia fungu la kwanza pale inatembea mpaka fungu la 17, na sura ya 21 na 22 inaeleza sasa ni kwa namna gani sheria hii ilikuwa inasimamiwa. Ilikuwa ni kwamba ukizini unapigwa mawe, ukidanganya, ukinini. Kwa hiyo hapo inaeleza sasa yale matendo ya sheria na utimilifu wa sheria. Na katika Warumi Paulo alielezea vizuri ni kwa namna gani upendo ni utimilifu wa sheria. Anaendelea katika Warumi 13 fungu la 9, mara baada ya fungu kuu tuliloliona, anasema hivi: maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwepo amri nyingine yoyote, inajumlishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako. Kwa hiyo sheria hizo tulizoziona hapo zote kwa pamoja zinajumuishwa, sio kwamba zinaondolewa kwa neno la upendo, hapana, zinajumuishwa. Na ndiyo tunaelekea sasa katika kichwa hicho kidogo ya sheria ya upendo. Kumbe hata upendo ni sheria. Na ni kwa nini inaitwa sheria ya upendo? Inaitwa sheria ya upendo kwa sababu moja, imetoka kwa Mungu mwenyewe. Ndiye aliyeagiza kwamba ndiye aliyesema amri kuu ni upendo. Na kitu cha pili, kwamba ni kwa nini inaonekana ni sheria ya upendo, ni kutokana na kwamba tabia halisi ya Mungu ni ya upendo. Sasa hapa katikati kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kuichafua sheria hii ya upendo ibaki kama yenye kujitegemea na isiweze kuitimiliza ile torati. Kumbuka sheria, kitu cha kwanza ambacho sheria huwa inafanya, waga inathibitisha uasi. Tukumbuke dhambi ni uasi wa sheria, hivyo sheria inathibitisha dhambi. Na kitu cha pili ambacho sheria huwa inafanya ni kwamba sheria inathibitisha mamlaka. Sisi kwa sheria tunaweza kusema inathibitisha Mungu ni nani, yeye ndiye mwenye kuhukumu. Na kitu kingine ni kwamba sheria hii inaonyesha uhusiano sasa baina ya Mungu na sisi wanadamu. Sasa ipo changamoto moja, kwamba wakati mwingine watu wamekuwa wakijaribu kuvitenganisha hivi vitu viwili, na ameeleza vizuri mwandishi. Naomba nimnukuu hapa kutoka katika kitabu cha Walawi 26 fungu la 12 na 13. Mtazamaji atasoma kwa muda wake, lakini hapo ameelezea ni kwa namna gani Mungu alitoa sheria hii, kwani yeye ndiye aliyeanzisha uhusiano huu. Na ikiwa alianzisha, alitutoa kutoka dhambini akatuleta kwake, hivyo akaleta sheria hii ya upendo. Na ninapokuwa nikimalizia ni kwamba katika sheria hii ya upendo
Kitabu cha Waebrania, hii nitaomba nisome. Waebrania sura ya 10 na ile fungu la 27 na 28. Waebrania sura ya 10 fungu la 27 na 28. Anasema hivi: bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao sasa sheria hii. Anasemaje? Mtu aliyeidharau sheria ya Musa ufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi 2 au 3. Sikiliza sasa, anaendelea anasema, mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu? Sheria ya Musa ambazo ndizo amri za Mungu, wengine wanazifanya kwamba zilikuwa za Agano la Kale. Sivyo, zipo hata katika kipindi hiki, twapaswa tuzishikilie. Lakini anaendelea anasema, maana twamjua yeye aliyesema kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, Bwana atawahukumu watu wake. Tazama anavyomalizia, ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Ikiwa sheria hii imetoka kwa Mungu, sheria ya upendo, na amri zile zote zilitoka kwa Mungu, na yeye ndiye aliyesema kwa kupenda alikufa, na kwa kupenda imetupasa tuwapende wengine, haiondoi nafasi ya kuendelea kudumu katika sheria takatifu ama amri 10 ambazo Mungu aliziweka. Bali upendo sasa unakuja kutoa nafasi ya pekee kwa zile sheria zilizotangulia pale awali ziwe katika namna njema, namna ya furaha na namna ya kufurahisha. Kule mbele tutakuja kuangalia kwamba sheria ni kamilifu, ni takatifu na yenye kufurahisha. Hivyo basi, sheria ya upendo ni sheria ambayo Mungu mwenyewe alitoa ili iweze kutimiliza sheria zingine zile zote ambazo ndizo aliweza kuzitoa kwa watu wake. Asante. Asante sana, nashukuru sana daktari. Kuna wale baadhi ya watu wengine wanasema sio lazima kushika sheria, nikishampenda Mungu nikampenda na jirani yangu basi hiyo inatosha. Kwa upande wako hili wazo unalionaje? Swali zuri, lakini Yesu anaweka bayana juu ya kauli hiyo kusahihisha. Anasema kwenye Yohana 15 mstari ule wa 14:15, Yohana anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini kwenye Kiingereza anaiweka vizuri zaidi. Anasema, if you love me, keep my commandments. Kiswahili, mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini kama ingetafasiriwa kwa kufuata kama alivyoandika, mkinipenda, yani kama unanipenda, kama mnanipenda, zitunzeni, zishikeni amri zangu. Kwa hiyo sasa hapa unyofu ni kwamba tunapaswa kuzishika sheria. Kwa sababu kuishika sheria maana yake ni kuambatana na sheria. Unaona? Na ukisema sasa kwamba umpende tu Mungu bila kuishika sheria, unakuwa muongo, kwa sababu upendo unaanzia kwenye sheria. Yani upendo ndio reflection ya upendo. Yani sheria ndio inafafanua au inafunua upendo. Sahihi. Unaona? Kwa hiyo hatuanzi kwenye upendo ndio tuje kwenye nini? Sheria. Ila tunaanzia kwenye sheria ndio tunakwenda kwenye nini? Kwenye upendo. Kitu kinachoitwa upendo. Kwa hiyo kuishika sheria ni lazima, kwa sababu sheria inakufundisha kanuni za upendo. Namna gani unaweza ukawa na upendo ule halisi wa Mungu. Lakini ukisema tu umpende Mungu, ni sawa sana mtu anasema kwamba ninajua kula ila chakula chenye hakijui, hajawahi kukila. Kwa hiyo tunaanza na chakula kwanza, tukifahamu then ndio tunajua kufanyaje kula. Kwa lazima tuzishike sheria, kwa sababu sheria
mwalimu wa upendo. Asante sana. Unaposema unampenda Mungu na wanadamu, basi shika sheria za Mungu. Nashukuru sana Pastor. Lakini Pastor, tunaona pia Yesu alisema hakuja kutangua torati wala kufanya jambo lolote bali kuitimiza. Haya maneno, hii kauli ina maana gani katika amri ni takatifu na ya haki? Amri ya Mungu inamwakilisha Mungu aliye mtakatifu. Kwa sheria ya Mungu yenyewe inawakilisha utakatifu wa nani? Wa Mungu, tabia yake kamilifu na upendo, ya haki, wema na ukweli. Ndio maana amri ni takatifu na ya haki na njema au sheria. Kwa sasa Yesu anapokuja anasema sikuja kutangua torati wala manabii. Ndio. Ana maana hivi, yeye anapokuja duniani anakuja kuikazia sheria au torati ili wanadamu waipende, wasije wakafika mahala fulani wakaiondoa kwenye maisha yao na mioyo yao. Ndio maana Isaya anasema wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Ukisoma Isaya 24 mstari wa 5 na 6 na kuendelea pale, anasema hivyo. Maana yake ni kwamba wanadamu wana tendency ya kuondoa. Sikuja kutangua, wana tabia ya kutangua kile kilichoanzishwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo sasa, ikiwa ndio maana kuna wengine wameleta habari ya kwamba unajua sheria ziligongomelewa wapi? Msalabani. Sahihi kabisa. Hatuwezi kushughulika na mambo ya agano la kale. Mimi huwa nawauliza watu hivi, kama Mungu, huwa naanza na swali, yule mtu nikikuta anaongea hivyo namuuliza swali hivi, wewe unayesema kwamba amri ziliondolewa pale msalabani, swali la kwanza, unaamini kwamba kuiba ni kosa? Atasema ni kosa. Sasa kama ni kosa, hiyo amri ilitoa wapi inayokutetea leo? Maana iligongomelewa. Swali la pili, ikiwa Mungu aliondoa sheria au amri, unaamini kwamba kuna hukumu wanadamu siku moja watahukumiwa? Anasema ndio. Sasa kama wanahukumiwa wamevunja nini? Si amri ishagongomelewa. Si yote Yesu amemaliza msalabani. Sasa watu wanasema tunaokolewa kwa neema. Lakini neema na yenyewe tutakuja kuona mbele. Haimaanishi tutende uovu. Tujichukulie mambo kama kawaida. Kwa hiyo sasa amri ni takatifu na ya haki na njema kwa sababu inawakilisha utakatifu wa Mungu na tabia yake, na hatuwezi kuitangua kwa sababu yeye mwenyewe alikuja kuikazia kwamba itaendelea kuwa ya milele na ya kudumu, haitaondolewa. Maana ndio kwa uwepo wa sheria ndipo uhai unakuwepo. Ikiondolewa sheria, uhai unafanyaje? Unakoma. Yaani ni sawa na hivi, ingetokea serikali zote za dunia zikaondoa sheria zote za katiba na nini, hivi tungeishije? Maana yake kila mtu angefanya anavyoona. Kabisa. Yaani ikingekuwa na vurumai, hatimaye uhai ungefanyaje? Ungekoma. Kwenye mwili wenyewe umejaa sheria tupu za Mungu zilizowekwa. Uwezi ukawa una meza mate huku una meza chakula. Lazima kimoja kikome. Ukiwa unakohoa, kikohoa lazima kupumua kukome kwanza. Uwezi ukawa unakohoa huku unafanyaje? Una meza mate au chakula. Ndio. Ni kweli? Kuna matendo yale yanaitwa involuntary action na voluntary, matendo ya hiari na yasiyo ya nini. Kwa hiyo sheria ipo tu. Ukikataa sheria ya Mungu, mwili unakutangazia kuna sheria ipo. Na lazima uifanye. Ona, asante sana. Asante sana Pastor. Umeelezea vizuri kabisa hapo. Maana huenda tukawa tunashika agano jipya tu. Tukiachana na agano la kale, zile sheria zote Yesu alimaliza, alisema imekwisha.
maana wengine hawezi kujua kilichoisha pale ni nini. Anafikiri ni zile sheria. Kwa mpenzi mtazamaji, twende sawa katika sehemu hii, na daktari hapa atuongezee pia, maana mambo haya yanataka tuelewe kwa undani kabisa. Daktari, karibu. Asante sana. Amri ni takatifu na ya haki na njema. Maneno hayo utayapata katika kitabu cha Warumi sura ya 7 fungu la 12, na yanakuja sasa baada ya dhambi, baada ya sheria kuja kufanya nafasi katika dhambi. Sasa mi naomba baada ya kuona utakatifu wa sheria, naomba nizungumzie upande wa haki na njema. Zaburi 19 fungu la 7. Zaburi 19 fungu la 7, kuna maneno mazuri ambayo natamani mtazamaji naye aweze kuyasikia. Yanasema kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu, kama tulivyoona, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Ukiendelea anasema maagizo ya Bwana ni adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Hiyo ndiyo sheria ya Bwana. Ina vitu vyote ndani yake. Ni takatifu, ni ya haki, lakini pia ni njema, kwa maana huifurahisha nafsi. Wapo wengine ambao wanaitazamia kama sheria ni mzigo mzito sana ambao huwa unawabana katika mambo yao fulani ya uhuru. Kumbe sicho. Ikiwa umempenda Mungu, kuishika sheria yake, utagundua kumbe ni tamu na yenye furaha. Vitu hivi vimethibitishwa, sio tu kwamba vimeletwa ili kufariji, hapana, ila ni vitu vyenye kweli ndani yake. Ijaribu leo, uishike, uone furaha gani utakuwa nayo. Na nipende kujibu swali fulani ambalo nilikutana nalo. Kuna wengine wanaenda mbali zaidi katika sheria hii ya Mungu, wanaichanganya sasa neema hapo, dhambi, sheria, wanavichanganya. Lakini nipende kutatua katika kitabu kile cha Warumi 6 fungu la 1 na la 3, kuna namna pale Paulo anaelezea, lakini kwa kifupi kabisa ni kwamba sheria baada ya kuja kuthibitisha dhambi, neema ya Kristo ndiyo inayotuokoa. Na ikiwa ndiyo inayotuokoa, hivyo basi uhusiano wetu na Kristo, uhusiano wetu wa kutii sheria ya Mungu lazima uhuishwe upya tena kutokana na upendo ambao Yesu aliweza kutoa. Na kitu kingine ambacho napenda niseme ni kwamba watu wengine waga wanaenda mbali na wanahalalisha dhambi au wanahalalisha njia ambazo wanazitumia. Waingereza waga wanasema kwamba end justifies means, yani ikiwa matokeo ni mazuri basi haidhuru njia uliyoipitia. Hata kama umefanya dhambi, umevunja sheria, umeasi, kwa kuwa matokeo ni mazuri, wanahalalisha hiyo kitu ambacho sio kweli. Na ni kwamba dhambi au matokeo mazuri sio udhuru ya kuweza kuvunja au kuasi sheria ya Mungu. Ikiwa kuna wengine wanaiba ili waweze kupata favor fulani, atakwambia ni mgonjwa sehemu anauguza, kwa anaiba ili akaweze kutoa huduma. Hapana, hapo umevunja sheria tayari. Kwa hiyo umekwenda kinyume, na solution ya hiyo kitu ipo katika Zaburi 119 fungu la 143 na 144. Ndipo inaturudisha sasa katika amri na sheria ya Mungu kwamba ni takatifu, yani haiwezi kuhusianishwa na kitu chochote kile kilicho kiovu, hata kama matokeo yawe mazuri vipi, na ni ya haki. Ni haki kwa maana ya kwamba mazingira unayopitia mpaka ukaiasi sheria yanajulikana na Mungu anayajua kabisa vizuri. Kwa hiyo haikuondolei wewe nafasi ya kuweza kuvunja sheria yake ya Mungu. Na kitu cha mwisho ni kwamba inakuwa njema, kwa maana ikiwa kitu kimetoka kwa Mungu basi ni chema. Katika sehemu fulani mstari wa Biblia inasema chochote kitokacho juu
huwa ni chema. Kwa hiyo sheria ya Mungu ni takatifu, ni ya haki na ni njema vile vile. Jaribu kuishika, jaribu kuifuata, hata hiyo mitazamo tofauti kama tuliyoiona hapo awali haitokuwepo tena. Asante. Asante sana daktari, umeelezea vizuri kabisa. Hata na mimi wakati nakusikiliza nimeelewa jambo fulani. Sasa Pastor, tunaona sheria na neema. Kwa wakati ule tunaona Mungu aliziandika zile sheria au amri 10 katika mbao za mawe. Lakini kulikuwa kuna umuhimu gani wa kuja tena kuziandika zile sheria katika mioyo yetu? Karibu. Umuhimu ni kwamba sheria kimsingi makao yake ni moyoni. Zilianzishwa na Mungu zikae kwenye mioyo ya viumbe vyake. Ndio makao yake, sio kwenye mawe. Kwenye mawe ziliandikwa tu kuweka kumbukumbu kwa vizazi vya baadaye kwamba watasoma. Na aliyeandika ni Mungu Roho Mtakatifu. Kwa sababu wapo watu duniani sasa hivi wameibuka hawaamini juu ya Mungu Roho Mtakatifu. Lakini Paulo anatuambia kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyeandika amri 10 kwenye mbao, sio Mungu Mwana wala sio Mungu Baba. Ukisoma katika Wakorintho wa pili sura ile ya 3 mstari wa 3, Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 3 inasema, mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe. Umeona, anaanza kutajwa Roho Mtakatifu, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nini? Ya nyama. Ona? Kwa hiyo ni kwamba vinaandikwa kwenye mioyo yetu kwa sababu ni makao yake. 2, vinaandikwa kwenye mioyo yetu kwa sababu mioyo yetu ndio inatakiwa kuakisi sasa upendo wa Mungu halisi. Kwa sababu kama tulivyotangulia kuona kwamba sheria lazima tuishike kwa sababu ni mwalimu anayetutrain kujua upendo wa Mungu hasa ni nini. Kwa hiyo sheria ikikaa ndani ya mioyo yetu, maana yake tutajua kumpenda Mungu. Haya, tueleze sasa sheria na neema. Hivi vitu vinaendaje pamoja? Sheria na neema zinaenda kama ifuatavyo. Kwanza, sheria katika kitabu kile cha Wagalatia, Paulo anasema kwamba sheria ni kioo. Kioo, wote nadhani tumewahi kujiangalia kwenye kioo. Naamini hata wewe unacho nyumbani. Ukimaliza kuoga, hata kama sio kuoga, umeamka, unataka tujicheki kama uko sawa. Lazima uende kwenye nini? Kwenye kioo. Ndio utaangalia kile unachoona hakifai, utakitoa. Kwa hiyo sheria nayo kwa lugha nyingine anayoitumia Paulo anasema inafananishwa na kioo. Kwamba mtu anaenda anajiangalia halafu anaondoa kisichofaa. Kwa lugha nyingine, anatumia lugha nyingine kwamba sheria imekuwa kiongozi kutupeleka kwa nani? Kwa Kristo. Kwa hiyo sheria kazi yake ni kutupeleka tunapokuwa tumekosea. Tunajiangalia kwenye sheria na tuonyesha hapa umevunja, hapa una kadosari, una kaweusi. Sasa ila huwezi ukakafanyaje wewe? Ukakatoa. Ndio inapokuja neema. Yupo wa kukutolea. Sasa yupo aliyekufa kwa ajili ya kutoa hivyo vidoti hivyo viuchafu. Mwendee yule pale aliangikwa msalabani. Inakuelekeza kwa nani? Kwa Yesu. Tunaenda, tunaondolewa uchafu wetu, tunasafishwa kwa damu yake. Kwa hiyo sheria ni kiongozi kutupeleka kwa nani? Kwa Yesu. Sasa kuhusu neema sasa. Kitabu kile cha Tito sura ile ya 2, ndugu mtazamaji, naweza tukashiriki wote kusoma mstari ule wa 11 na wa 12. Biblia inatuambia hivi: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki
na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Kwamba kumbe kazi ya neema inatufundisha kukataa nini? Ubaya. Sasa sheria inatuonyesha ubaya wetu, lakini neema inatuambia usikitende hicho ambacho sheria inakuonyesha hakifai. Sasa hivi vitu vyote viwili hivi, sheria nayo neema inatufundisha, ni mwalimu. Inatuambia 1, 2, 3 usitende. Lakini sheria inatuambia rafiki, umechafuka hapa. Sasa na kuelekeza yule anayefaa kukusafisha yule pale. Ila neema kazi yake yenyewe ni iko darasani, ni mwalimu anayefundisha kila siku na kila wakati. Anamwelekeza mtu baya huu na huu upaswe kufanya. Ili kitokea umekosea, sheria anakuja. Unamwendea sheria. Sheria anakuambia rafiki hapa kabisa. Hayo ni mahusiano. Kwa hiyo ukikataa neema imetolewa bure. Tena anasema ni karama, ni zawadi tuliopewa kwa nani? Toka mbinguni. Na tumepewa bure na imedhihirishwa kwa wanadamu wote. Tupate kuishi maisha ya kiasi na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo kwa ufupi niseme hivi, sheria na neema pia havitenganishwi. Kama ambavyo sheria na upendo haviwezi kutenganishwa. Au upendo na haki haviwezi kutenganishwa. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kufikia hapo tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Tafadhali baki pamoja nasi. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tumerejea kuendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Nikukumbushe tu mtazamaji, tuko somo la mwisho kabisa katika mwongozo wetu huu wa kujifunza Biblia kwa robo ya kwanza. Kwa ndani ya miezi mitatu tumetembea na robo hii ya kwanza, upendo na haki ya Mungu. Na leo tuko somo la mwisho kabisa ambalo umewasikiliza wachambuzi wetu wakilichambua kwa undani kabisa. Na sasa tuendelee ili kuweza kujua ni vitu gani vinaendelea hapo mbele kuhusiana na habari ya upendo na haki ya Mungu. Upendo ni utimilifu wa sheria. Nafikiri tunaendelea na somo letu hili, na tukija kuangalia hapa, ni upendo wa aina gani unaozungumziwa hapa ambao unatimiza hii sheria? Upendo unaozungumzwa ni ule ambao tumetangulia kujadili au kuzungumzia kwamba sheria ya Mungu ndio kiini cha upendo. Yesu anataja mambo makuu ya sheria kuwa haki na rehema na imani, na kuhusianisha na sheria moja hasa Sabato. Tunaweza kuona katika maandiko kwamba Sabato yenyewe inahusiana kikamilifu na ukombozi na haki. Na nasema na katika muktadha wa kuacha anasa yako siku kwa mfano ya Sabato. Ukiita Sabato siku ya furaha kwa kujifurahisha katika Bwana. Isaya 58 mstari wa 13 na 14. Kazo huko katika matendo ya upendo na haki kwa wengine, kutenda mema, kuwalisha wenye njaa, kuwapa makao wasio na makao na zaidi. Kwa hiyo kitendo la kupumzika na kuwatendea wengine mema, umeitimiza nini? Sheria. Kwa njia ya kitu gani? Upendo. Kwa hiyo upendo ni utimilifu wa nini? Wa sheria. Daktari, kama unanyongeza katika sehemu hii tukiendelea mbele na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, karibu. Tukianzia alipotamatishia pasta kwamba kwa nini Sabato inatajwa kama sheria inayohusisha ukombozi, ni kwamba Ezekiel 20:20 ni ishara. Anasema nitawapa Sabato zangu kama ishara kwamba mimi ni Mungu wenu nanyi ni watu wangu. Ndio maana inahusishwa miongoni mwa zile sheria ambazo utimilifu wake ni upendo. Nisikilize sasa, nitasema kauli mbili ambazo zinaonyesha ni kwa nini upendo ni utimilifu wa sheria. Kauli ya kwanza ni kwamba
Ikiwa dhambi ni uasi wa sheria, pia kutokutenda mema ni dhambi. Ndiyo, kwa sababu ipi? Unapotenda dhambi umevunja sheria, lakini amri inayosema mpende jirani yako kama nafsi yako, usipopenda unakuwa vile vile pia umevunja sheria. Kwa upendo ni utimilifu wa sheria, kutokana na kwamba dhambi ni kwenda kinyume na sheria, lakini pia kutotenda mema kwa jirani yako ni kwenda kinyume na sheria. Kitu cha pili ambacho kwa nini upendo ni utimilifu wa sheria ni kwamba kuwa mwaminifu kwa Mungu ni zaidi ya kutokiuka kile sheria inachokisema. Yaani uaminifu wetu kwa Mungu inaenda mbele zaidi na kuendelea kushikilia kwa kutokiuka kwa itikadi kali, kitu ambacho walikuwa nacho Mafarisayo. Mafarisayo walishika sheria, walikosa upendo. Wengi wetu leo tuna upendo mwingi, hatushiki sheria, ndipo tatizo linapokuja. Kwa hiyo tushike upendo, tushike sheria, maana upendo ni utimilifu wa sheria. Asante. Nashukuru sana kwa nyongeza hiyo, lakini tukidumu hapo, zaidi ya yote mpendane. Naomba utuambie hii kauli ilizungumzwa kwa muktadha upi na nani aliyezungumza maneno ya namna hii? Lakini ukija kurejelea katika kitabu cha Yakobo sura ya 2, zaidi ya yote mpendane, ni kauli ambayo inakuja kwa kila mmoja wetu, na ikiwa inakuja kwa kila mmoja wetu, kumbe kwa mambo mengi sana ambayo yatafanyika hapo katikati, lakini zaidi ya hayo yote tutakayoyafanya, tupendane. Tukipendana tutaheshimiana, tukipendana tutajaliana, tutoibiana, tutosengenyana, tutosemana vibaya, tutosemana uongo, bali tutakuwa tumevikwa na upendo zaidi. Sasa hiyo Yakobo 2 fungu la 1 mpaka la 9 kuna ujumbe muhimu hapo ambapo tunapewa, na ujumbe huo ni kwamba tendo la upendo ni zaidi ya unafiki na ni zaidi ya vitu ambavyo tunavyovisema. Yani hatuwezi kusema bila kutenda. Hapo Yakobo ameelezea kwa uzuri zaidi, ila utasoma kwa wakati wako Yakobo 2 fungu la 1 mpaka la 9, utaelewa ni kwa jinsi gani Yakobo alikuwa anakemea udhalimu uliokuwa unaendelea, kwamba sasa hivi tunawaheshimu, tunawapenda wale ambao wana nafasi, wana fedha, wana nini, kitu ambacho sicho. Kuna fungu moja hapo linasema akija mgeni amevaa vizuri, akija sijui nani Farisayo anapelekwa siti za mbele. Akati kuna mtu alikuja kabla anasema weka huku nyuma kwa kuwa bwana wewe ni maskini hauna chochote. Kwa hicho sicho. Zaidi ya yote, zaidi, yani licha ya kwamba kuna level, tunasemaje hiyo kitu, kuna madaraja katika jamii zetu, daraja la juu, daraja la kati, daraja la chini, lakini yote kwa yote isiondoshe huu upendo. Upendo utakaompenda mtu mwenye mali, heshima utakayompatia mtu mwenye mali, uwapatie hata hawa wasio na mali. Na katika Yakobo hiyo 2 kuna fungu linasema kwamba kwa maana wale walio wadogo wanapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu, yani wao ni matajiri zaidi. Nadhani tutakapoendelea kule mbele pastor atalisema vizuri hilo fungu. Kwa hiyo nafasi ya upendo iko wazi kwa mtu yeyote, bila kujali tabaka, bila kujali hali, bila kujali chochote kile. Na hata kama kuna sababu fulani hivi zipo zimewekwa, sababu hizo zinabidi ziwe chini, na zaidi ya yote tuweze kupendana. Asante. Shukrani sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa pastor. Tunapoelekea sasa miisho ya lesoni yetu hii ya juma hili, lakini pia lesoni ya robo hii ya kwanza kwa mwaka huu wa 2025. Zaidi ya yote mpendane. Daktari ameelezea kwa uzuri kabisa namna inavyotupasa sisi kupendana. Haijalishi ni madaraja gani tuliopo. Unavyomtendea wa daraja la juu
ndivyo unavyotakiwa kumtendea pia hata wa daraja la chini. Karibu Pastor, utuelezee kwa ufupi tu ni vitu gani tunavyoweza kuvipata pia katika sehemu hii, zaidi ya yote mpendane. Karibu. Kwanza ni kukumbushe ndugu mtazamaji wa kipindi hiki kwamba mada ya kwanza kabisa tulioanza nayo katika mfululizo wa masomo haya ilikuwa inasema Mungu anapenda bila masharti. Very encouraging. Na ukiangalia tu kwamba Mungu anapenda bila masharti, hebu fikiria wewe au hebu jipime wewe na upendo alionao Mungu na upendo ulionao wewe, au mimi upendo wangu na upendo wa Mungu alionao. Sisi ukitaka mtu akupende lazima umpe masharti. Kama ni mwenzi wa maisha unamwambia hii nikupende. Kama ni mwanamke anamwambia mwenzi wake, anamwambia lazima kila sherehe uninunulie nguo mpya. Masharti hayo. Masharti. Alafu asubuhi nile hivi na hivi. Yaani masharti kibao. Ndio. Sasa nilishangaa sana kwamba Mungu kumbe anatupenda bila masharti. Unajua kwa nini Mungu anatupenda bila masharti? Kwa sababu sisi mbele za Mungu ni wachafu 100%. Lakini Mungu anatupenda vile vile tulivyo, na lengo lake anataka atusafishe, atuondoe kwenye nini? Uchafu. Tufanane na nani? Na yeye. Kitendo hicho ndio kumpenda mtu bila nini? Masharti. Haya, hebu turudi kwenye jamii yetu ya kawaida. Mtu kwa mfano akitaka, sasa hivi kuna upendeleo mwingi ili mtu watu wakujali. Wewe angalia tu hata barabarani unapita, wale waliovaa suti na yule mtu ambaye ni mlemavu anajivuta ndio wanaojaliwa zaidi, waliovaa vizuri, si ndio? Lakini yule ambaye amevaa hovyo hovyo, ana maisha magumu, yani ile ni wachache sana wanaoangalia watu kama wale. Lakini wale ambao wanaonekana wanang'aa ndio watu ambao wanaweza kukaribishwa hata nyumbani, karibu ulale. Hebu fikiria mtu anatoka safari, anakugongea, amevaa vibaya. Anasema usiku umeingia, sina mahali pa kujikimu. Ataambiwa nenda kwa mwenyekiti wa kitongoji. Labda huenda kwa sababu ya kiusalama, Pastor. Lakini ngoja aje mtu ambaye anaonekana angalau anaweza siambiwa aende ukule. Anaweza kapewa mahali pa kulala kuliko yule ambaye alikuwa. Au huenda ni utamaduni wa jamii fulani. Ni kweli kwamba usalama unatakiwa kuangaliwa, lakini tu kwa ufupi niseme hivi. Kando na swala la usalama, watu wanabagua. Lakini Mungu hatubagui. Wote anachukulia sawa. Na huo hana masharti. Hebu na sisi tuwapende watu bila masharti. Kwa maana ya kwamba lile linalofaa kuwatendea lilo jema, tuwatendee bila kuwapa condition au taratibu ngumu ambazo hata zitaonyesha kwamba upendo haupo. Daktari, tunapoenda kuhitimisha sasa, kuna jambo gani unaweza kumwambia mpenzi mtazamaji na msikilizaji na aliyekuwa anafuatilia vipindi hivi tangu mwanzo tulipoanza somo la kwanza mpaka sasa tunapoenda kuhitimisha somo la 13? Una jambo gani la kuweza kumwambia? Tukumbuke tulikuwa tuna lesoni inayozungumzia upendo na haki ya Mungu. Katika miisho kabisa ya lesoni hii, penda nimwache mtazamaji na vitu vitatu ambavyo vitakuwa ni nguzo kwake. Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 13. Basi sasa inadumu imani kwa Mungu, imani juu ya mapenzi ya Mungu, imani juu ya ushindi wa pambano kuu tulilolizungumzia katika robo hii nzima, imani juu ya Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tumaini juu ya nchi mpya na nchi mpya ambamo haki inakaa ndani yake, na upendo. Haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo na haki ya Mungu. Katika yote ambayo utakutana nayo, katika yote uliosikia, katika yote utakayojifunza, idumu imani, idumu tumaini,
na zaidi ya yote upendo. Maana kitu pekee ambacho Mungu atakitazama na huwa anakitazama ni hivi vitu vitatu ambavyo inabidi vidumu. The only answer sheet ambayo Mungu atatumia ni upendo wako kwa wengine, ni unyenyekevu na uaminifu wako kwa amri yake, na ni tumaini ulilonalo kupitia mwanae na haki yake Yesu Kristo. Asante. Sasa Pastor, kama una neno lolote la kumwambia mpenzi mtazamaji katika somo la juma hili. Sisi wanadamu hatuna chochote, yani tulizaliwa tukakuta yote yapo. Na kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu sisi hatujatengeneza chochote, hata tabia tu sio mali yetu. Kama unadhani tabia ulionayo ya kwako, basi wewe ni shahidi wa uongo, kwa sababu hakuna mwanadamu alicho nacho, vyote tumevikuta. Kwa sasa ili sisi tuweze kuwa salama zaidi, lazima tushikamane na upendo wa Mungu na haki yake. Siku hizi kuna haki ya mtu, kwamba hii haki yangu sio haki yako. Haki za binadamu. Haki za binadamu. Kwamba mimi uelewa wangu sio uelewa wako. Uelewa wangu sio uelewa wako. Yaani kuna vitu ambavyo sasa hivi imekuwa ni personal. Yaani hata upendo wangu sio upendo wako. Lakini nani aliwaambia wanadamu kwamba kuna hivi vitu tunajimilikisha sisi? Hivi vitu vyote vinatoka kwa nani? Kwa mmoja tu, kwa Mungu peke yake. Hakuna haki ya mtu, hakuna upendo wa mtu, hakuna neema ya mtu. Neema yote ni karama tuliyopewa na Mungu. Upendo ni mali ya Mungu. Kwa hiyo tukiwa na upendo wa Mungu na haki ya Mungu na neema ya Mungu na sheria ya Mungu, hapo tutakuwa salama, kuliko tukianza kuwa na vitu kuwa na kauli za kujimilikisha kana kwamba sisi ndio chimbuko la upendo wa Mungu. Nashukuru sana kwa kunipatia nafasi hiyo. Mungu akubariki sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki. Naamini Bwana atakusaidia, utakuwa wa pekee katika maisha yako unayoishi kwa sasa. Asante sana. Mungu aweze kuwabariki sana. Na hapo tumefikia mwisho, na labda kwa kufunga nimkaribishe Dr. Martin atufungie kwa ombi. Naam, tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye mwingi wa rehema, neema na fadhili zako. Umekuwa pamoja nasi katika masomo kadha wa kadha katika robo hii nzima. Mtazamaji umemfanikisha kwa afya njema na kwa ufuatiliaji, akakutane na wewe katika maisha yake huko aliko. Bariki, mlinde, muhifadhi. Endelea kutufundisha na kutuonesha pendo lako, licha ya kwamba katikati ya uovu na dunia hii iliyojaa mambo mengi, tukaweze kuibuka washindi. Tujalie uzima, bariki wafanikishaji wote waliofanikisha kipindi cha leo na vipindi vingine vyote ambavyo vimekuwa vikiendelea katika robo hii na vitakavyoendelea. Mkono wako ukawabarikie, ukawahifadhi na ukawalinde. Neema yako ikawe pamoja nasi sote mpaka pale baadaye, na hata katika ule uzima wa milele tunaotarajia sote ambao tutakuwa tukishiriki na tulioshiriki na tunaoendelea kushiriki mibaraka hii ya mada hizi, tukaweze kushangilia kwa furaha pale ujapo. Tunaamini utakuwa nasi katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ni matumaini yangu kabisa ulikuwa na wakati mzuri kwa kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Nina furaha sana kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi na umeendelea kuchagua BW Media kuwa ni kituo chako pendwa kabisa cha kuweza kupata masomo hayo. Na hapa tumefikia mwisho wa mwongozo wetu huu kwa robo hii ya kwanza, lakini nipende kukaribisha katika mfululizo wa vipindi vinavyofuata. Tunaingia robo ya pili. Tutakuwa na mada nzuri kabisa. Hivyo usikose hata siku moja kuungana pamoja nasi, uendelee kupata mibaraka hii. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo na maandalizi ya kipindi kinachofuata. Ulikuwa nami mtangazaji wako Miriam Esau. Tumeendelea kupita katika masomo kadhaa, lakini ulikuwa na wachambuzi wangu wa masuala ya imani na amani, umewaona hapo. Nikutakie tu utazamaji mwema katika vipindi vinavyofuata na vinavyoendelea kupitia BW Media. Mungu aendelee kukubariki sana. Na ikiwa hujasubscribe channel hii,
fanya hivyo na utaendelea kubarikiwa sana. Share linki hii kwa watu wengine, waendelee nao kupata matangazo haya pindi tunaporusha hewani, na muendelee kubarikiwa wote kwa pamoja. Ikiwa una comment kuhusiana na kipindi hiki, ushauri wowote, ni vitu gani tunavyotakiwa kuvibadilisha au kuviboresha, usisite kututumia maoni yako, nasi tutayafanyia kazi kwa ajili ya ufanisi wa kipindi hiki. Mungu aendelee kukubariki sana, Mungu aendelee kukutunza mpaka utakapokutana tena wakati mwingine. Mpaka hapo sina la ziada. Kwaheri kwa sasa. BW TV.